Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii Mange Kimambi, dada wa taifa kama wengi wanavyozidi kumzungumza ama kumwita, ameweza kuibuka na taarifa hii, na nitaweza kunukuu kile ambacho Mange Kimambi ameweza kuandika kwa ukurasa wake rasmi wa mtandao wa X maarufu kama Twitter hapo awali. Ila ni vema kwa wewe hapo kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu. AFCON mwaka 2027 itumike kudai haki Tanzania kwa kufanya maandamano ya kihistoria. Siku ya ufunguzi wa AFCON Tanzania iwe ni siku ya maandamano makubwa zaidi ya yale ya Oktoba 28. Hawataweza kujaza wanajeshi na askari barabarani au kupiga wananchi risasi huku attention ya dunia iko Tanzania sababu ya AFCON. Mipango ianze sasa ya kupush maandamano makubwa kwenye AFCON ya 2027. Kwanza hiyo kampeni tunayo kufanya maandamano siku ya ufunguzi wa AFCON tayari tumepata attention ya dunia nzima. Naam, mtazamaji wangu, kwa kweli Mange Kimambi ni kama ameweza kuamua ya kwamba hataweza kupumzika hadi haki ya vijana Gen Z walioweza kuaga dunia katika maandamano ya Oktoba 28 hadi mapema Novemba tarehe 3 haki iweze kupatikana. Na mtazamaji wangu, kinachozidi kushangaza ni jinsi ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kupokea habari hii. Mtazamaji wangu, amini usiamini, uongozi ulioko madarakani kweli upo madarakani, ila wananchi wa Tanzania hawajaweza kuridhia, kwani taarifa hii ambayo Mange Kimambi ameweza kuitoa, mtazamaji wangu, kwa asilimia kubwa Watanzania wengi wameweza kuamua kukubaliana nayo na moja kwa moja kuwa tayari kuwa katika maandamano hayo yanayozidi kupangwa kufanyika. Mtazamaji wangu, kwa kweli ni jambo la kusikitisha kwa uongozi ulioko madarakani, hadi ikiwa leo hii ni tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2026 bado Watanzania hawajaweza kukubali uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan na chama tawala cha CCM kwa ujumla. Na mtazamaji wangu, kuna baadhi ya mambo ambayo yanazidi kuchangia wananchi wa Tanzania kuwa tayari kwa maandamano hayo ambayo Mange Kimambi ameweza kugusia yaweze kufanyika siku na tarehe ya sherehe za ufunguzi wa kombe la AFCON. Mtazamaji wangu, kwanza kabisa tunafahamu jinsi gani ambavyo kuna shinikizo la kiuchumi kwa wananchi. Mtazamaji wangu, mwananchi wa chini nchini Tanzania anazidi kupitia kipindi kigumu kutokana na viongozi wa ngazi za juu kujali maslahi yao binafsi, biashara zao binafsi na vile wanavyozidi kuvimiliki, ikiwemo magari na biashara kadha wa kadha, na kusahau kwa nini wapo katika ngazi hizo za juu katika uongozi wa chama tawala cha CCM. Mtazamaji wangu, pia shinikizo la wananchi la kiuchumi katika liweze kuwasilishwa wakati wa maandamano. Mtazamaji wangu, amini siamini, katika wakati wa AFCON dunia nzima kwa kweli itakuwa ikiangazia ni kipi kinaweza kujiri nchini Tanzania. Vile vile, mtazamaji wangu, kuna matumizi makubwa ya serikali, public spending. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo kwa kweli, kama tulivyoweza kushuhudia moja daraja lililoweza kujengwa kwa mabilioni ya pesa baada ya mvua kidogo tu iliyoweza kunyesha, daraja hilo kuyumba na hata kuwa hatari kwa wananchi kulitumia, ile hali serikali iliyoko madarakani ndiyo serikali ambayo iliweza kutenga kiasi kikubwa cha fedha ziweze kutumika kujenga daraja hilo. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo kwa kweli. Pia kwa njia moja ama nyingine, kuna ukosefu wa ajira kwa vijana hawa wa Gen Z. Sawa, katika wakati wa AFCON huenda baadhi ya vijana Gen Z nchini Tanzania wakaweza kupata ajira, ila sote tunafahamu kwamba
ajira hiyo haitakuwa ni ajira ya kudumu, tofauti kabisa na viongozi walioko madarakani. Iwapo kwa bahati mbaya, jinsi ambavyo tuliweza kushuhudia mgodi ulioporomoka na kusababisha vifo vya idadi kubwa ya watu waliokuwa wakifanya kazi katika migodi hiyo ili kupata pesa ama kipato cha kukidhi mahitaji yao. Leo hii ama baada ya mgodi huo kuporomoka, tumeshuhudia uongozi ulioko madarakani kusalia kimya, huku jamaa na familia zilizoweza kupoteza wapendwa wao katika mgodi huo wakiwa na kilio, ili hali uongozi ulioko madarakani ambao unazidi kudaiwa kwamba mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan yuko na asilimia karibu ya 15 katika uchimbaji mgodi huo ama katika madini yaliyokuwa yakitoka katika mgodi ule ulioweza kuporomoka, kutojali idadi kubwa ya watu walioweza kupata majeraha na wale walioweza kuaga dunia, jambo ambalo linazidi kusababisha wananchi wa Tanzania kuwa na hasira na uongozi ulioko madarakani. Vile vile, mtazamaji wangu, sote tunafahamu uchaguzi ulioweza kupita haukuwa ni uchaguzi halali, na ndipo ambapo kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu hadi leo hii yupo gerezani kwa kesi ya uhaini, ambayo ni kisingizio kwa Mheshimiwa Lissu kuzuiwa gerezani, sawia na kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole aliyetoweka katika hali ya njia tatanishi hadi leo hii kutojulikana pale alipo, ikionyesha wazi kwamba uchaguzi ulioweza kupita uliweza kuwa ni uchaguzi ambao uliweza kuwa na mvutano wa kisiasa kabla hata ya tukio la AFCON, jambo ambalo Watanzania wangependa waweze kutatua swala hilo, na wengi walioweza kudhulumiwa katika uchaguzi ama katika kipindi cha kampeni na uchaguzi ulioweza kupita, haki zao ziweze kupatikana, na iwapo hilo halitaweza kufanyika, basi moja kwa moja watu waweze kujitokeza katika maandamano hayo wakati wa AFCON. Vile vile, mtazamaji wangu, kuna ukosefu wa uwazi, transparency. Uongozi ulioko madarakani mbaya kabisa anayezidi kupitia kipindi kigumu hivi sasa ni kiongozi ambaye ni Mheshimiwa Humphrey Polepole. Mtazamaji wangu, Mheshimiwa Humphrey Polepole ni moja ya viongozi wakuu katika chama cha CCM. Ubalozi wake Cuba aliweza kuufanya vyema, sio kwa miaka michache bali takriban miaka 15. Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa ni kiongozi ambaye aliweza kupenda kazi yake chini ya chama cha CCM, ila baada ya uongozi mpya kupewa mamlaka kuongoza chama cha CCM, aliweza kutofautiana pakubwa na kuanza kuzungumza njama zote mbaya zilizokuwa zikipangwa na viongozi hao, na ndipo ambapo tuliweza kushuhudia Mheshimiwa Humphrey Polepole kutoweka katika hali ya njia tatanishi, na ndipo ambapo Watanzania wengi wanaamini kwamba chama cha CCM kina ukosefu wa uwazi, transparency, jambo ambalo huenda likaweza kuchangia idadi kubwa ya watu kujitokeza katika maandamano wakati wa AFCON. Vile vile, mtazamaji wangu, kuna matarajio makubwa yasiyoweza kutimizwa. Leo hii ukiangalia ahadi zinazozidi kutolewa na uongozi ulioko madarakani, mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo, kwani uongozi huo ulioko madarakani hujaweza hata kufanikisha baadhi ya ahadi ambazo wamekuwa wakiziahidi kwa wananchi wa Tanzania. Vile vile, mtazamaji wangu, kuna matarajio makubwa. Hoja hiyo tumeweza kuizungumzia, ila kuna athari za mitandao ya kijamii. Sote tuliweza kushuhudia maandamano ya Oktoba 28 yaliweza kuchangiwa pakubwa na mitandao ya kijamii, na kwa mara nyingine, iwapo uongozi ulioko madarakani hutaweza kufanya marekebisho ambayo Watanzania wanazidi kuyalalamikia hivi sasa kabla ya zoezi la AFCON, mtazamaji wangu, kwa mara nyingine huenda tukashuhudia pingamizi jipya ama kwa mara nyingine dhidi ya uongozi ulioko madarakani. Na pia kuna ushawishi wa kimataifa. Mtazamaji wangu, kombe la AFCON litakuwa ni kombe ambalo halitaweza kutizamwa East Africa pekee. Mfano bora tunashuhudia kutakuwa na mataifa kama Morocco na Egypt, Senegal,
Ghana na hata Kongo na mataifa mengineo. Hii ikionyesha wazi jinsi gani ambavyo mpira huu ama kombe hili la AFCON litaweza kutizamwa hadi na mataifa kutoka huko katika mataifa ya kigeni, ikionyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani utaweza kuaibika pakubwa iwapo wataweza kutumia nguvu kupita kiasi kama tukio tuliloweza kulishuhudia mwaka 2025. Ila mtazamaji wangu, ningependa ufahamu kwamba haki siku zote hupatikana, haijalishi itaweza kuchukua muda gani, ila haki na ukweli lazima utaweza kujulikana, na haijalishi itachukua muda gani, ila ukweli utabaki kuwa ukweli na haki lazima itabaki kuwa haki. Hivyo basi tuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.